Niwalikeni sasa tutafakari juu ya Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu ni nani? Anafanya kazi gani? Roho Mtakatifu ni nani? Biblia humtambulisha Roho Mtakatifu kwa kutumia ishara mbalimbali kama njiwa, moto, pumzi na upepo, na zaidi upepo. Roho Mtakatifu aonekane jinsi upepo huoni, lakini unaona kazi yake. Upepo unaona kazi yake, jinsi unavyopeperusha majani ya miti na pengine unavyong'oa miti, unavyopeperusha na kuangusha paa za nyumba. Basi ndivyo unaona kazi yake upepo, lakini unaona kazi yake. Hali kadhalika kazi ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu unamwona katika matunda ya watu mbalimbali, watu wanaoongoka, wanaobadilika, wanaoacha dhambi na kuwa wacha Mungu na kuwa wema. Kazi zake tunaziona kwa watenda mema, kwa watakatifu, kwa waumini wanaovumilia mateso wanapoteswa. Ndivyo naona hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Na hii kazi ya Roho Mtakatifu ilionekana katika mitume waliokuwa na woga. Baada ya kushirikiana na Roho Mtakatifu, woga ukijifungia ndani ya nyumba ukaisha, wakaenda kuhubiri kwamba kweli Yesu amefufuka na kualika watu watubu na kuongoka na kubatizwa. Licha ya kuzuiwa, kuaibishwa, kufungwa, kupigwa viboko mbele ya hadhara, wakaendelea kufurahia mateso wa kumtukuza Mungu. Hayo ni mazao ya Roho Mtakatifu. Watu ambao wakwenda chuo chochote wakahubiri, wanazuoni wakaelewa, watu waliokuwa wavuvi na kuuliza hii hekima mwaitoa wapi? Huyo ni Roho Mtakatifu. Basi Roho Mtakatifu pia ni zaidi ya ishara hizo za upepo, njiwa, moto, pumzi. Roho Mtakatifu ana sifa 10. Nitaziorodhesha. Sifa hizo ndizo zinamtambulisha Roho Mtakatifu. Sifa ya kwanza, Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, ya Utatu Mtakatifu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na Yesu anapowatuma wafuasi wake anawaagiza akisema, nendeni mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwisho kunukuu kutoka Injili ya Mathayo sura 28 aya 19. Sifa ya pili, Roho Mtakatifu ni Bwana mleta uzima, kama tunavyokiri katika kanuni ya imani au sala ya nasadiki tukisema,
Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, alinena kwa vinywa vya manabii. Mwisho kunukuu. Sifa ya tatu, Roho Mtakatifu ni mtoaji wa mapaji 7: hekima, akili, shauri, nguvu ya kushinda dhambi na kutenda mema, elimu, ibada, uchaji wa Mungu. Sifa ya 4, Roho Mtakatifu ni mtoaji wa matunda 12. Soma waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura ya 5 aya 22 hadi 23. Matunda hayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, ukarimu, wema, utu wema, upole, uaminifu, utaratibu, kiasi, usafi wa moyo. Ukiwa na matunda hayo, basi ni alama kwamba unaye Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Sifa ya 5, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Yesu anasema, na nukuu, msaidizi Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisheni kila kitu na kuwakumbusheni yote niliyowaambieni. Mwisho wa kunukuu kutoka Injili ya Yohane sura 14 aya 26, Luka sura 12 aya 12, Yohane sura 16 aya 13. Sifa ya 6, Roho Mtakatifu ni mkalimani. Mkalimani ni mtu afasirie papo kwa papo mazungumzo kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine. Roho Mtakatifu anafasiri sala na maombi yetu kwa Mungu. Biblia inasema, na nukuu, naye Roho anatusaidia katika udhaifu wetu, maana tujui inavyotupasa kuomba, lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa Mungu kwa mlio wa huzuni usioelezeka. Naye Mungu aonaye mpaka ndani ya mioyo ya watu anajua fikira za huyo Roho, kwani huyo Roho huwaombea watu wa Mungu kufuatana na mapenzi ya Mungu. Mwisho wa kunukuu kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 26 na 27. Sifa ya 7, Roho Mtakatifu ni roho wa umoja. Roho Mtakatifu anaunganisha.